uongozi na utawala bora. Sasa jaji mkuu ametiwa hatiani kwenye jambo hili. Swala hili linaleta picha gani kwa nchi ya Kenya, hasa katika masuala ya usimamizi wa masuala ya sheria? Hakuna aliye juu ya sheria. Kenya ndio nchi pekee ambayo nadhani inadhihirisha uwazi wa kauli hii. Kwa sababu si leo wala si jana na si kiongozi wa kwanza huyu kushikiliwa pale ambapo atakuwa ameungana na mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine hayana tija kwa taifa. Na hata mwaka jana tuliona kwenye yale maandamano ambayo yaliendelea, maandamano fulani hivi, wapo viongozi kadhaa ambao waliodhaniwa wako nyuma ya maandamano hayo, wengi wameshikiliwa ambao wamejitokeza barabarani. Manake haijalishi ni mstaafu kwenye ngazi ipi, haijalishi ni mstaafu kwenye kitengo kipi, lakini inapokuja kwenye swala la maslahi ya taifa lazima udhibiti uwepo. Tunazungumza kuhusiana na pale ambapo unakuwa umestaafu. Tunatarajia ndio mtu ambaye ungeweza kupeleka yale mawazo ya kitaifa mbele. Ni mtu ambaye ungeweza kushauri taifa katika mambo ambayo ni mazuri na katika ile mipango dira za kitaifa kuzipeleka mbele kama mstaafu na ambaye una uzoefu mkubwa kwenye masuala haya. Ikitokea maandamano kama haya na kiongozi mkuu, jaji mkuu mstaafu wa mahakama, na wewe ukajitokeza katika kupinga, na wakati wewe ndio tunatarajia ndio ambaye unafahamu njia za kisheria za kudai madai husika, kama ikitokea haujaridhishwa nayo, lakini wewe leo ndio unaongoza kukaa barabarani, haitupi taswira nzuri kwako wewe kama kiongozi ambaye tunakutazama, ambaye unatazama pia na bila shaka kwa hatua hii ambayo Kenya ama mahakama ya Kenya ambayo imeweza kuichukua kumkamata kiongozi mkubwa kabisa wa ngazi za juu, senior kabisa kwenye nafasi ya mpaka kuwa jaji, bila shaka inaonyesha kiashiria kwamba sheria inamkamata mtu yoyote. Inamkamata mtu yoyote. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Kabisa, hiyo